Cha kwanza ni msimu ambao ulikuwa ni mgumu, na pia katika mechi ambayo iliniumiza ni mechi ambayo tulicheza na Mtibwa Sugar ambao tulicheza Isamuyo, mechi ambayo tulidraw 1-1, lakini ni mechi ambayo tulikuwa tunahitaji kupata alama 3. Ni mechi ambayo binafsi katika nafasi yangu nilicheza, lakini sikuweza kuifanikisha timu kupata ushindi kwa sababu kuna goli ambalo nilikosa ndani ya 6. Ilipigwa cross na Ilimpanzu, mimi nilitapu mguu lakini niliweza kutapu nje. Kwa hiyo ni mechi ambayo niliishi kinyonge kwa sababu hata niliporudi nyumbani nilikuwa sina furaha. Kwa hiyo ni mechi ambayo sitaka nisahau kwa sababu ni mechi ambayo tuna umuhimu nao, alafu ukiangalia katika mechi ile nilikosa nafasi ile ambayo ilikuwa nafasi ambayo ningefungwa ningepata kuipa timu alama 3. Yes, pamoja na historia hiyo ulizungumza, wewe ni mchezaji ambao Wydad kule bado una kandarasi, unavyofanya vizuri, tunaona hata Wydad wenyewe wanafurahia. Maana yake unacheza kwa ajili ya kuonyesha uvutio kwa timu zote mbili. Kubwa kiasi gani, changamoto kiasi gani, inakuwa ngumu au rahisi kiasi gani ukifikiria unahitaji kutengeneza sehemu kubwa ya mafanikio yako kuhakikisha huku unafanya vizuri na huku unafanya vizuri? Cha kwanza ni hususani kwa timu ambayo nimetokea, Wydad Casablanca, ni timu ambayo ni timu kubwa barani Afrika, na pia kule nilikuwa sipati muda mwingi wa kucheza. Kwa hiyo nikataka kupata muda mwingi wa kucheza. Kwa hiyo timu ambayo ilinionyesha approach ilikuwa ni timu ya Simba Sports Club, na napenda kumshukuru Mungu pia nimekuja japokuwa kwa sio rahisi, maana kulikuwa kuna upinzani wa namba kipindi hilo, kuna Kibu Dennis, kuna Mkwala, kuna kina Desi Mkwala, kuna Jonathan Soa. Kwa hiyo nilikuwa ni ngumu sana kupita katika watu wao, lakini sikukata tamaa, nilikuwa napambana, na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ikawa nafasi yangu, na ni bahati pia kucheza hapa Simba. Kwa hiyo najivunia kuwa hapa. Sasa kwenye moja ya story nzuri ambayo umezungumza, watazamaji wa Azam TV wanaokuangalia sasa hivi pengine inaweza kuwa funzo, watu wana mapito mengi. Umesema upambanaji wa namba ambao uliukuta, uliwezaje unafikiri kupita siri ya mafanikio hayo mpaka na wewe ukawa unapata nafasi kwenye timu na ukaweza kuipambania timu? Kikubwa nilikuwa najifunza kupitia wao ambao niliwakuta, kwa sababu ukiangalia Jonathan Soa ni professional ambayo yuko ni Mghana, wakina Dese Mkwala ni professional ambao wanatoka nje. Kwa hiyo nilikuwa sana kwa najifunza jinsi wanavyocheza. Muda nilikuwa nikipata nafasi nikija kuingia, ilikuwa kuna kitu cha tofauti nilikuwa nakionyesha. Kwa hiyo kocha alikuwa ndo anachagua leo nianze na nani. Kwa hiyo lakini pia ilikuwa ni katika striker ambao ilikuwa striker bora, mimi naweza kusema, na ambao nimekutana nazo katika msimu huu. Japokuwa Simba wamepita mastreka ambao walikuwa bora, wakina John Boko, wakina Medi Kagere, lakini kwa karia hii ambao mimi ndo nimekuja Simba, nimekutana na Jonathan Soa, ni striker mzuri sana, Dese Mkwala. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wananipa challenge kubwa, na naamini pia kupitia wao ndio wamenifanya pia kuna kitu ambacho nilikuwa nacho napambana na kufanya mpaka sasa hivi nimeweza kufanikisha timu kufikia malengo yake.